Karibu, hii ni Tanganyika TV. Jina langu ni Erasto Mashauri. Karibu kwenye habari kuhusu mzozo wa vita vinavyoendelea huko nchini Kongo kati ya jeshi la serikali na vikosi vya waasi nchini Kongo. Ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu inaishtumu moja kwa moja kundi la M23 kwa kuwakamata watu wasiopungua 130 katika hospitali mbili huko Goma, moja ya miji mikuu mashariki mwa DRC ambayo sasa inadhibitiwa na kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Umoja wa Mataifa unakumbusha kuwa hospitali lazima ziheshimiwe na kulindwa chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu. Ilikuwa saa 9 usiku wakati wapiganaji kadhaa waliingia katika hospitali ya CBCA ya Ndosho huko Goma usiku wa Machi 2 kuamkia Machi 3. Wauguzi na ndugu wa wagonjwa walikuwa wanatibiwa. Baadhi ya watu walijeruhiwa kulingana na ripoti za Umoja wa Mataifa. Walichukuliwa na kuingizwa kwenye gari dogo la kijeshi aina ya jeep. Watu 116 kwa ujumla kulingana na ofisi ya kamishna mkuu wa haki za kibinadamu, takwimu iliyothibitishwa na chanzo cha ndani. Wanaume pekee wamepelekwa kusikojulikana, vyanzo kadhaa vimesema. Kati ya Februari 28 na Machi 1 usiku, tukio kama hilo lilitokea katika hospitali nyingine ya Hill Africa huko Goma. Watu 15 walikamatwa kulingana na ripoti za Umoja wa Mataifa. Katika visa vyote viwili, Umoja wa Mataifa unanyoshea kidole kundi la M23. Katika vituo hivi viwili vya afya, majeruhi kadhaa wa vita wanatibiwa, wakiwemo wanajeshi kutoka jeshi la Kongo la Wazalendo, wanamgambo wanaoiunga mkono serikali. Hao ndio waliolengwa, ofisi ya kamishna mkuu wa haki za kibinadamu imebaini. Kundi la M23 ambalo limedhibiti jiji hilo tangu mwishoni mwa mwezi Januari halijathibitishwa kukamatwa kwa mtu yoyote. Hata hivyo ikumbukwe kwamba wazalendo na wanajeshi wanatafutwa kurejeshwa katika maisha ya kiraia au kurejeshwa jeshini, yaani waweke silaha chini au wajiunge na kundi lao. Kabla ya kuwasili mjini humo, kundi hilo lenye silaha lilikuwa limetoa amri kwa wanajeshi na wanamgambo wa Kongo kuweka chini silaha zao. Mzozo huo unaoendelea baada ya kundi la M23 linaloungwa mkono na Kigali kukabidhi kwa Rwanda watu 14 waliowasilishwa kama wanachama wa Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR, kundi lenye silaha lililoundwa na viongozi wa zamani wa Kihutu waliohusika katika mauaji ya kimbari ya Watusi nchini Rwanda. Ingawa hakuna aliyetoa uthibitisho kwamba wengi wa watu hawa ni wa FDLR, utambulisho wa wawili kati yao umethibitishwa ni maafisa, ikiwa ni pamoja na nambari 2 wa kundi hilo. Kwanza kuna kamanda Gilbert Ndayabanje mwenye cheo cha chini kabisa kati ya hao wawili. Alikamatwa na mamlaka ya Kongo mwaka 2018. Alihukumiwa Septemba 25 mwaka huo kifungo cha maisha jela na mahakama ya kijeshi ya Bukavu kwa mauaji, vitendo vya utesaji, uporaji na uchomaji moto, kama alivyokiri mwenyewe msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Anadai kuwa walimkabidhi kwa Rwanda, ambayo inamtumia kuhalalisha uingiliaji kati wake usio na msingi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mujibu wake. Wa pili ni Jenerali Ezekiel Gakwerere, anayechukuliwa kuwa nambari 2 wa FDLR na mshirika wa karibu wa kiongozi wa kijeshi Jenerali Pacific Ntawunguka almaarufu Omega. Utambulisho wake ulithibitishwa na msemaji wa kundi hili lenye silaha kwa chombo cha habari cha BBC siku ya Jumatatu asubuhi Machi 3, 2025. Jenerali huyo aliripotiwa kukamatwa na wanachama wengine wa FDLR mwishoni mwa mwezi Januari huko Goma na kundi la M23 wakati wakiuteka mji huo, ambapo walikuwa wakipigana na sisi tuliweka upinzani, kulingana na vyanzo vya kundi hilo. FARDC inazungumzia madai ya uongo kutoka Kigali. Sasa akiwa na umri wa miaka 51, Ezekiel Gakwerere alikuwa ruteni katika jeshi la Rwanda mwaka 1994 wakati wa mauaji ya kimbali ya Watusi, ambapo inasemekana alishiriki katika mauaji huko Butare. Jina lake pia lilitajwa mara kadhaa mbele ya mahakama ya kimataifa ya mauaji ya kimbari ya Rwanda huko Arusha. Alipata kimbilio pamoja na wenzake mashariki mwa DRC, ambako waliishia kuunda kundi la FDLR, ambapo alipanda vyeo na kufikia cheo cha jenerali kwa zaidi ya miaka 30 iliyopita.
Kwa upande wake, msemaji wa jeshi la FARDC amelaani madai ya uongo na akahakikisha kwamba mtu aliyekamatwa alikuwa afisa wa rais wa Rwanda Paul Kagame. Kwa upande wa Kigali, furaha inatawala kwa kukamata idadi kubwa ya wapiganaji hao, hali ambayo inathibitisha shutuma zake za ushirikiano kati ya Kinshasa na FDLR. Na hizo ndio miongoni mwa habari kubwa za leo kutoka hapa Tanganyika TV kuhusu mzozo ambao unaendelea huko mashariki mwa DRC. Mimi naitwa Erasto Mashauri.